Lingine, shirika la Katiba Institute limepinga utekelezwaji wa sheria ya hazina ya miundombinu ya shilingi trilioni 5 kwa madai kuwa inakiuka sheria. Shirika hilo sasa linaitaka mahakama kutoa amri za kuzuia utekelezaji wa sheria hiyo pamoja na kuizuia serikali kutuma fedha za mauzo ya mashirika ya umma kwenye hazina hiyo hadi kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Mwanahabari wetu Stanley Nyaringita na mengi zaidi. Kulingana na mswada uliowasilishwa na wakili Henry Paul Kishana wa shirika la Katiba Institute, sheria ya hazina ya kitaifa ya miundombinu inakiuka katiba, kwani seneti haikuhusishwa katika mchakato wa kuunda sheria hiyo licha kuhusisha fedha za kaunti, jambo ambalo shirika hilo linasema ni kinyume na sheria. Aidha, kesi hii inadai kuwa sheria ya hazina ya kitaifa ya miundombinu haijahusisha afisi ya msimamizi wa bajeti. Vilevile, shirika hilo limetaja kuwa sheria ya hazina ya kitaifa ya miundombinu haitilii maanani jukumu la bunge la usimamizi wa fedha za umma, huku likidai kuwa shughuli ya ushirikishwaji wa umma haikufanyika. Katika kesi hii, wakili Kishana aidha ameitaka mahakama kutoa amri ya kuzuia utekelezwaji wa sheria hiyo pamoja na kuizuia serikali kutuma fedha za mauzo ya mashirika ya umma kwenye hazina hiyo hadi kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Hii ni kiwemo mauzo yanayotarajiwa kutokana na kuuzwa kwa hisa za kampuni ya Kenya Pipeline na Safaricom. Sheria hiyo ambayo ilitiwa saini tarehe 9 mwezi Machi mwaka huu na Rais William Ruto inaweka mfumo wa kukusanya akiba za ndani ya nchi, hasa fedha za hazina ya pensheni, ili kusaidia uwekezaji wa muda mrefu katika barabara, reli, bandari, makazi, nishati na unyunyiziaji mashamba maji. Hata hivyo, Katiba Institute inasema kuwa huenda fedha ambazo zitakusanywa zikatumika nje ya mchakato wa katiba. Kesi hiyo sasa imeratibiwa kutajwa kabla ya mwelekeo zaidi kutolewa. Stanley Nyaringita, TV47.